kaunti ya Kwale wameikosoa serikali ama wameikosoa vikali sheria mpya ya kudhibiti mitandao iliyotiwa saini na Rais William Ruto. Wanaharakati hao wamedai kuwa sheria hiyo inalenga kuhujumu uhuru wa Wakenya kutumia mitandao ya kijamii na kunyamazisha ukosoaji wa serikali wakati tunapoingia kwenye siasa na vilevile kipindi cha uchaguzi. Wakizungumza katika eneo la Kinondo kwenye warsha iliyoandaliwa na shirika la Peace Tree Network ya kuhamasisha vijana wa kike kuhusu usalama wa kutumia mitandao, wamesema kuwa sheria hiyo ina mapungufu kwani wananchi hawakuhusishwa kwenye mchakato wa kuitunga sheria hiyo. Haya yanajiri baada ya mahakama kusitisha utekelezaji wa marekebisho ya sheria hiyo ya utumizi mbaya wa kompyuta na uhalifu wa kimtandao. Ile sheria sana nikiangalia ni kama ambayo imebadilishwa ikafinyangwa kwa sababu ya kufeva maono ya watu fulani kuhusu mambo ya kushinda kura na kura zinazokuja za 2027. Manake lengo kuu la kubadilisha sheria ile haikuwa kwa sababu ya wananchi, bali ni kwa sababu ya watu wachache wetu katika nchi ambao wameona kama Mkenya amepewa uhuru mwingi wa kujieleza na ule ukweli ndio ambao unawahujumu. Sheria zilitiwa sahihi haraka, lakini kuna haja ya public participation. Wananchi wapewa wakati wa kuweza kutoa maoni yao, kwa sababu zile sheria ziko ndizo, lakini sasa kukiona sauti ya mwananchi pale, ile sheria ndio itakuwa na nguvu zaidi. Kuna baadhi ya vipengee ambavyo vitakuwa vinagandamiza, na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunasikuta kwamba zitakuwa zinadhulumu haki za kimsingi za kibinadamu. Lakini kuna umuhimu zile sheria ziwepo, lakini kuboreshwa zaidi ni kuweza kuwahusisha wadau wote. Tukiangalia vizuri research tu, in every 3 women wana face gender-based violence, and this one of the ways yenye hii inafanyika is through online engagement. And so as Peace Tree Network tunaona kwanza ni muhimu beyond just teaching the young women kuhusiana na masuala ya political participation. Pia ni important kurecognize ya kwamba kuna a lot of online harassment yenye inafanyika, cyberbullying yenye inafanyika. Tumejifundisha vitu vingi sana, ikiwemo njia zile sahihi na za usalama ambao naweza nikatumia social media. Social media, najua mtu akiniharass kwenye ile social media ni njia gani ambayo naweza nikazifuata kujitetea, vile vipengele ama zile kina nani ambao nitawafuata, ama ni vitu gani ambao nitavifuata kwenda ku report harassment ambayo itakuwa nimezipata pale kwenye social media.